Hii filamu ni moja kati ya filamu ambayo nimeiandika mara nyingi sana kuliko filamu yoyote ambayo nimewahi kuifanya. Hii filamu sijawahi kuileta hapa, lakini nimewahi kuombwa mara nyingi sana na watu wengi sana muda mrefu, lakini sijawahi kuileta kwa sababu ya changamoto nyingi sana. Hivyo hii filamu nilichoamua kukifanya, nimeamua kuifanya kwa udogo zaidi ili tu tupate ruhusa hii filamu ikae hapa. Tofauti na hivyo, hatuwezi tukaifaidi hii filamu. Hii filamu inatokana na tukio la ukweli, na filamu inaanza mwaka 2001 katika familia moja ya bwana mkubwa anaitwa Eddie. Eddie ana watoto wawili, Vita pamoja na kijana mdogo anaitwa Dwi. Eddie mara nyingi ndio huwa anabaki na familia yake, hivyo yeye huwa anahudumia kila kitu kama baba wa familia. Lakini ana mke wake anaitwa Jumaiti. Yeye yuko busy sana na biashara yake ya saruni na inaokuaga na wateja wengi mno. Sasa kwa sababu ya ubizi wake, mara nyingi huyu mama hapati muda mzuri wa kukaa na familia yake, hivyo yeye haelewani vizuri na watoto wake wote wawili. Licha ya kwamba Jumaiti anayefanya haya yote ni kwa sababu anapambania familia yake. Tutajua huko mbele. Siku moja Vita alipoamka akalazimishwa na baba yake ampeleke mdogo wake kwenye mazoezi badala ya yeye. Binti akawa amekubali kwenda kishingo upande. Baada ya kuwa amempeleka mdogo wake mazoezini, baada ya muda akawa amejisikia vibaya, hivyo akawa amemuomba mdogo wake Dwi kwamba yeye anaenda nyumbani, atarudi kuja kumchukua dogo asiende mahali popote. Lakini baada ya Vita kurudi nyumbani, akawa amepokelewa na vitu vya ajabu. Sauti ya kilimo mdondoko, akaenda moja kwa moja kwenye chumba cha baba yake, akawa amemfuma baba yake yuko na mwanamke mwingine chumbani hapa. Huyu mwanamke aliyefumaniwa naye, huyu mwanamke anaitwa Rini. Eddie alipogundua kwamba Vina ameona kila kitu, akawa amemtishia huyu binti asiseme kitu chochote kwa mama yake. Tukio hili lilimfanya Vita kuanza kujitenga na baba yake. Baada ya siku kadhaa, baba yake Vita akawa maaga familia nzima kwamba anaenda kikazi nje ya mji, lakini atatumia muda mfupi tu na atarudi hapa. Kwa mujibu wa familia hii, Eddie aliondoka hapa kwa wiki moja, hivyo wiki ya pili mwishoni ni lazima atarudi nyumbani hapa, bila kujua kwamba huyu bwana mkubwa aliondoka hapa na alitokomea mwaka mzima. Hili jambo lilikuwa linawashangaza sana majirani. Kila walipokuwa wanauliza, mwana mama Junaiti anasema kwamba mume wake atarudi wiki ijayo. Siku moja Vita akawa ameenda katika saruni ya mama yake, akawa amekutana na mwanamke yule tena aliyemfuma na baba yake, anatoka kwenye saruni ya mama yake. Huyu Rin anaonekana na ujasiri mkubwa sana kwa kile anachokifanya na anajivunia. Sasa binti Vita, lile tukio la kumfumania baba yake lilikuwa linajirudia kichwani kwake, na mara nyingi akawa anakutana na ndoto za ajabu na kuona viumbe vya ajabu ndani hapo. Na siku moja akamshuhudia mama yake akuwa anajinyonga, lakini lilikuwa ni jini ambalo lilikuwa limechukua sura ya mama yake. Kwa hiyo binti usiku wake haukuaga mzuri kabisa, ni kushtuka tu kutoka ndotoni. Miezi kadhaa baadaye, jirani wa hii familia anaitwa Burhani akawa maalika majirani wote kuhudhuria hafla ya uchumba wa mtoto wake. Katika hafla hiyo akawa amepata nafasi tena ya kuzungumza na mwanamama Junaiti. Akawa amemuuliza kuhusiana na mume wako, mbona bado hajarudi na ametumia muda mrefu sana? Mwanamke huyu akasema kwamba hajatumia muda mrefu sana mume wangu, mbona na wiki tu, na wiki ijayo anarudi hapa. Sasa hili jibu lilimfanya Burhani kuwa na mashaka zaidi, hivyo akawa amemuita Junaiti pembeni ili kumwelezea zaidi. Akamwambia kwamba Eddie ameondoka nyumbani kwako, sio wiki, ni zaidi ya mwaka mmoja na nusu hayupo nyumbani kwako. Kauli hili wachanganya wote, mama yake Vita pamoja na binti yake, wakawa wametambua ukweli kwamba Eddie hajakuwepo nyumbani kwa muda mrefu, ni mwaka mmoja na nusu kuliko walivyokuwa nadhani wao ni wiki moja. Mama Vita akawa amepanga kwenda kazini kwa mume wake kwenda kuulizia huko, lakini walipokuwa nje, Eddie akawa amerudi nyumbani hapo ghafla. Lakini awamu hii sio kwamba karudi kwa ajili ya familia yake, karudi kwa ajili ya kuchukua hati pamoja na dokumenti zote za nyumba hii. Anahitaji kwenda kuuza ama kuviweka rehani ili apate mtaji wa kwenda kuanzisha biashara nyingine. Lakini hiyo biashara anaenda kuanzisha na nani? Familia itambue. Hili jambo liko limezua ugomvi mkubwa sana kati ya mme na mke. Junaiti akawa amekataa kabisa kutoa hiyo hati kwa sababu huo ndio urithi wake pamoja na familia nzima. Eddie akawa ameondoka hapo kwa hasira. Vita alishuhudia hili jambo, hivyo akaanza kumlaumu mama yake kwa kuondoka kwa baba yake hapa nyumbani tena, akiamini kabisa kazi za mama yake huyu ndio zinaharibu hii familia. Yeye anakuwa busy sana kuliko kitu chochote. Siku iliyofuata Vita ikabidi kwenda kujipendekeza kwa baba yake, akampelekea chakula kazini huko, lakini Eddie akawa amemkataa kabisa huyo binti kama sio mwanaye, na akakichukua kile chakula akaenda kukitupa kwenye dumu la taka. Mama yake Vita akamfuata tena jirani kwenda kumwelezea kile kilichotokea kwenye familia yake kuhusiana na mabadiliko ya mume wake. Hayaelewi kabisa. Burhan akahisi kabisa pengine kuna kitu ambacho sio cha kawaida, kitu kinachohusika
ameshughulishwa na mambo ya kishirikina, hivyo akawa amemshauri aende kumwona ustazi mmoja anaitwa Ahmad ambaye anaweza kumsaidia. Mwanamama huyu akawa amefunga safari na kwenda kwa ustazi huyo. Moja kwa moja Vita akamweleza kila kitu kinachomsibu kwenye familia yake. Baada ya kusikiliza kwa umakini, ustazi Ahmad akaeleza kwamba familia hiyo inaonyesha wazi kwamba imeathiriwa na uchawi mbaya unaoitwa Sabada Panditaruti. Akafafanua kwamba huo uchawi unafanywa kwa mtu na mtu huyo anafungwa moyo pamoja na macho yake, kiasi kwamba Eddie anaamini yeye huwa anarudi nyumbani kila siku na anaamini mara nyingi huwa anakuwa na mke wake wa ndoa, ili hali yeye yuko kwa mwanamke mwingine na ajitambui kabisa. Na mwanamke huyu aliyefanya hayo yote kwa huyu mwanaume ni Rini. Ustadh Ahmed akawashauri kwamba waongeze sana kufanya ibada, wamuombe Mwenyezi Mungu. Mungu pekee ndiye anaweza kuondolea athari hizi za uchawi. Tukaonyeshwa wazi kwamba Rini ndiye aliyefanya uchawi huu kwa msaada wa mganga wake kwa lengo la kumchukua Eddie kutoka kwa Junaid. Katika mchakato huo Rini alifanya matambiko hatari, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na nyoka mwenye sumu bila uoga wa aina yoyote. Mwanamke Rini alipambana sana kupata uwezo huu kwa mganga wake ili kuweza kuanza kuwa anajibadilisha mbele ya mtu, sio kinyonge. Lilikuwa ni jambo gumu. Matatizo yakaanza kuongezeka katika familia ya Junaid. Biashara ikaanza kuyumba, akaanza kuona vitu vya ajabu kama vile nge ndani ya maji ya kunywa. Wafanyakazi wa saruni pia wakahisi kuna uwepo wa nguvu za ajabu, wakawa wamemuonesha udongo wa makaburini ambao umepatikana eneo la biashara yao. Junaid akawa ameuchukua udongo na kupeleka kwa Ustaz Ahmed, ambaye akathibitisha kweli kwamba huu udongo umetumika kwa uchawi ili kuharibu biashara yako. Siku moja Junaid akaamua kubaki saruni ili kufuatilia ni nani ambaye anafanya haya mambo yote, na akawa amemuona mme wake Eddie. Akajaribu kumkimbiza, lakini Eddie akawa amekimbia na kuungana na Rini aliyekuwa anamsubiri hapo, ndio mpenzi wake anayemwamini kwa sasa. Tukio hili likamkasirisha sana Junaid, akaamua kwenda kumripoti Eddie kazini kwake kwa kuvunja sheria ya utumishi wa umma. Halei watoto na atoi huduma yoyote kwa familia yake, na kwa sasa ana mwanamke mwingine. Bosi wa Eddie baada ya kusikiliza akatoa nyaraka, akaonyesha kwamba Junaid amekwisha kufariki miaka 2 iliyopita, hivyo Eddie tayari ameoa mwanamke mwingine anaitwa Rini. Junaid akawa amepinga vikali. Mwanamke akawa amejitahidi sana kujielezea kwamba yeye hajafariki, bado yuko hai. Baada ya kutoka nje ya ofisi bila kutarajia kwa mkutana na Eddie yuko hapo nje, Junaid ikabidi kumkabili, akamtaka aelezee kwa nini amesema kwamba yeye amekufa. Akawa amesema kwa hasira kwamba alilazimika kufanya kazi saruni kwa sababu alikuwa achiwi fedha za matumizi na mme wake. Akasema kwamba Eddie hakuharibu tu biashara yake kwa uchawi kwa kushirikiana na Rini, lakini pia ameharibu familia yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Yeye alijitahidi sana kufanya kazi kwa bidii kwa sababu alikuwa anahitaji kutimiza kila kitu familia inachokihitaji, lakini kama mwanaume alikuwa ni mwanaume suruali tu, atoi chochote kwa familia. Hili jambo lilikuwa limemfanya Vita kutambua kwamba alikuwa anamkasirikia mama yake bila sababu za aina yoyote. Hata hivyo Eddie akawa amepuuza kila kitu kilichokuwa kinazungumzwa hapa, akawa mafukuza akisema kwamba hataki tena kuwaona hapa. Sasa upande wa binti mchepuko, yani Rini, kwa sasa yeye ndo anaendesha tena biashara sawa sawa na biashara ambayo alikuwa anaifanya Junaid, na kwa sasa ana saruni ambayo ina wateja wengi sana. Huyu binti aliamua kutumia uchawi, licha ya kumpora mwanaume wa watu, aliamua tena kumfanya Eddie ili aiharibu biashara ya mke wake ili yeye apate wateja ambao walikuwa wanaenda kwa Junaid. Zaidi ya hapo, Rini pia akamshawishi Eddie kutaka mali zaidi kutoka kwa Junaid, na akawa amempeleka kwa mganga wake ili ahitaji kupandishwa cheo kazini kwake. Mganga akawa amewapeleka kwa malkia wa mapepo ambaye baada ya kusikiliza madai yao akawa amekubali kuwasaidia, lakini kwa sharti moja tu, anahitaji kafara ya mtu wa karibu sana kwa Eddie, aidha ni ya mtoto ama ya mke wake. Eddie akawa amekubali kwa ujasiri atalifanya jambo hilo, na akawa amerudi nyumbani kwake kwenda kuchukua vitu vya familia yake ili vitumike kwenye uchawi. Kweli baada ya uchawi huo kufanyika, Junaid akaanza kupata madhara ya uchawi huo, akaanza kuona majini ndani kwake, vitu havieleweki. Junaid akaamua kurudi kwa ustazi kwenda kuomba msaada. Akapewa maombi na maelekezo ya kujilinda, ikiwa ni pamoja na kunyunyuzia maji ya mchele kuzunguka nyumba nzima, maji yaliyochanganywa na chumvi, na alipaswa kuswali kila siku kwa siku 40. Katika kipindi hicho sio kilikuwa kipindi cha heri tu, walikuwa wanajitahidi kinoma kuswali kwa sababu purukushani zilikuwa za kutosha ndani hapa. Alikuwa akishambuliwa mara kwa mara atokwe na nywele, mara aone kama ana mimba, mara anataka kujifungua. Kwenye kujifungua anajifungua wadudu pamoja na misumari mingi eneo hili. Hali hii ikawa mbaya sana kwa huyu mwanamama, akawa ameathiriwa vibaya sana na ule uchawi. Siku ya 40 Ustaz Ahmed akawa amefika nyumbani hapo. Baada ya kufanya uchunguzi na dua zake, akawa amegundua kuna kitu cha kichawi kilichokuwa kimefichwa katika godoro la Junaid. Uchawi uliotumiwa nguo ya ndani ya Junaid pamoja na picha yake. Baada ya kuwa amevisomea dua, akawa amevichoma kwa moto, na mara moja akawa ameokoa maisha ya Junaid. Baada ya hapo biashara ya Junaid ikawa imeanguka kabisa, akalazimika kuifunga hiyo saruni. Vita pia akawa amefukuzwa katika chumba cha mtihani kwa sababu ya ada
ilikuwa haijalipwa. Vita akaamua kwenda moja kwa moja kwenda kumuomba msaada baba yake, lakini Eddie ni kama amtambui kabisa binti yake, akawa amemkataa vikali. Akamuonya, akamwambia kwamba usijilete tena kwangu, nitakupoteza. Sasa binti kwa hasira akaenda moja kwa moja katika saruni ya Rini, baada ya kutambua kwamba huyu Rini ndo kimada wa baba yake, ndiye anayemtia jeuri. Binti baada ya kufika hapo akawa amemrushia maneno makali sana, pakawa pametokea vurugu. Sasa Rini alikuwa ni mwoga licha ya kuwa ni mchawi, akawa amekimbia nje na kwenda kupata ajali. Eddie akawa amemlaumu sana Vita kwamba yeye ndiye amehusika na kumfanya mke wake apate majeraha. Akawa amemfukuza akimwambia kwamba amtambui kabisa yeye kama mwanaye. Vita akawa amekubali kuondoka hapo, lakini kabla ya kuondoka akawa amemlaani huyu mwanaume, akasema kwamba hatomsamehe kamwe hadi pale ambapo atakapomuomba msamaha. Kwa hiyo huyu mwanaume hawezi kufa kwa amani. Akawa amerudi nyumbani, akawa anafarijiwa na mama yake tu. Siku iliyofuata, kwa sababu ya uchumi wa mwana mama Junaid, akaamua kwenda kuuza vitu vyake vya thamani. Akiwa huko akamuona Rini, ambaye Rini yeye alikuwa busy na mambo yake, akaamua kumfuata. Rini kaenda kununua mbuzi mweusi bana kwa ajili ya kazi. Junaid kafika hapo akamwambia Rini, kwa kweli naomba uachane na mme wangu, fanya mambo yako, ulioyafanya yamekwisha kutosha. Lakini Rini akasema kwamba umechelewa. Akachukua mbuzi wake akawa ameondoka hapo. Usiku huo binti Vita akiwa anarudi nyumbani, kuna pepo mmoja akawa anamsumbua barabarani, mara akawa ametokea mbele yake mara moja. Kesho yake sasa Vita akawa amepagawa mbele ya wanafunzi wengine, analia kama anaungua na moto. Ustazi ikabidi kuitwa kwa ajili ya kuja kutoa msaada. Kweli Ustazi baada ya kufika hapo akawa amefanyikiwa kumtuliza Vita, na baadaye akaamua kujumuika na familia nzima kwa ajili ya kupiga dua hapa kwa ajili ya kuondoa kila kitu kilichokuwa kinamsumbua Vita. Dua ikaanza. Dua ilikuwa nyepesi nyinyi, dua ilikuwa ya kitoto hii. Pepo akawa amembadilisha kabisa binti mbele yao. Sasa wakati huu vita inaendelea huku ulimwenguni juu ya kumponya huyu binti. Binti pia akawa amejikuta katika ulimwengu mwingine ambapo kuna pepo alikuwa akimuita binti. Tafasiri yake ni kwamba yule pepo angefanyikiwa hata kumshika mkono huyu binti, binti ndio ingekuwa shwi jumla. Upande wa duniani huku mapambano yanaendelea kama kawaida, sasa bila wao kujua kwamba Eddie pia pamoja na Rini walikuwa wanafanya tambiko lao kwa ajili ya kumuondoa kabisa Rini kama kafara. Baada ya dua kuwa kali sana, wakawa wamefanikiwa kuishinda hiyo vita kwa kishindo. Hili likawaletea madhara sana Eddie pamoja na Rini, wakaanza kukutana na adhabu kutoka kwa malikia wa pepo. Eddie alikuwa anahitaji kupandishwa cheo kazini, akaanza kuona vitu ambavyo watu wengine hawavioni, yeye mwenyewe ndo anaviona. Ni yule malikia alimpelekea moto huyo. Eddie akajaribu kukimbia, lakini kwa bahati mbaya akawa amekutana naye tena mbele kwa mbele, akawa ameanguka chini na kupooza mwili wake. Upande wa Rini, yeye yuko saruni kama kawaida na wateja wake, mara anakuja kushtuka yule pepo yuko hapo. Pepo akaamua kutumia nguvu zake kumfanya Rini ajidhuru yeye mwenyewe. Wafanyakazi wengine wanashangaa tu, hiki ni nini kinachotokea hapa? Baada ya haya mambo yote, miaka 10 baadaye, maisha ya Junaid yalibadilika kabisa. Vita alikuwa mwalimu wa chekechea, hivyo anapata vichechere kama kawaida. Dui yeye akawa amefanyikiwa kabisa katika harakati zake za mpira wa miguu. Junaid akawa amefanyikiwa pia kufufua biashara yake, inafanya vizuri sana biashara yake ya saruni kwa sasa. Wakajifunza kusamehe na kuendelea na maisha yao ya kawaida. Hii inakuonyesha kwamba Eddie pamoja na Rini waliendelea kuishi mbali na hii familia, mbali na huu mji. Vita mara nyingi alikuwa anaendelea kufuatilia kuhusiana na hali ya baba yake kupitia mitandao ya kijamii ya Rini. Hivyo siku moja akaamua moja kwa moja kwenda kumtembelea baba yake huko aliko kijijini. Kakaa kwenye kiti kapooza. Alipofika hapo akawa amempelekea chakula ambacho baba yake alikipenda sana, akamwonyesha kwamba amekwisha kumsamehe. Vita alipotoka hapo akawa amekutana na mwana mama Rini, bado yuko hai, yuko hapo. Alimwambia neno moja tu, mtunze Eddie, mtunze baba yangu. Kisha binti akawa ameondoka hapo, ameamua kuwasamehe kabisa hii familia. Mwishoni mwa hii filamu sasa tunaonyeshwa Vita Price ambaye ndio mwenye hii story anasema kwamba wakati wanarekodi hii filamu baba yao alikuwa bado mzima na alikuwa bado amepooza na alikuwa amekwisha kumsamehe, lakini walipomaliza hii filamu kabla haijatoka akawa amepokea simu kwamba Februari 12 mwaka 2025 Eddie alifariki dunia. Hivyo akawa ameshukuru kwa yeye kushare hii story pamoja na nyinyi. Kuna kitu ambacho mnaweza kuwa mmejifunza. Kubarini, kusamehe, subscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.